RDO nimepata ujuzi mkubwa zaidi tofauti na kipindi nilipo mtaani. Katika mradi huu nashukuru sana kwa sababu tumenufaika kuchota maji jirani kuliko zamani tulikuwa tunachota mabondeni. Sababu kubwa ya kuwafanya vijana wetu wajifunze elimu ya vitendo kwa kuwasogezea watu maji majumbani. Nafurahi zaidi kuliko hata hawa watu wa serikali, kwa sababu mimi kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mwenye ilani, napenda wananchi wapate maendeleo. Katika maeneo ya milimani ya vijijini nchini Tanzania, changamoto za maendeleo zimekuwa zikikumba jamii kwa muda mrefu. Zipo changamoto nyingi, ila ukosefu wa maji safi imekuwa ni changamoto kubwa, hasa ukizingatia umuhimu wa maji. Nikualike kutazama makala haya yanayoangazia jitihada za RDO kumtua mama ndoo kichwani na faida kubwa ya fani ya ufundi kwa vijana. Mtayarishaji wako ni Francis Godwin na hii ni Matukio Daima. Kisimani kwenyewe ni bondeni, tunapandisha milima. Alafu siku nyingine maji visimani yalikuwa yanakauka. Kutokana na changamoto hiyo, shirika la maendeleo ya vijijini RDO ndipo lilipokuja na elimu ya ufundi kwa vijana, tena ufundi bomba. Lakini tangu mwaka 2001 juhudi za kuleta mabadiliko zimekuwa zikifanyika kupitia RDO. Shirika hili limekuwa likifanya kazi katika maeneo ya vijijini kwa zaidi ya miaka 20 na tangu mwaka 2012 limefanya kazi rasmi katika shirika lisilokuwa la kiserikali. Fidelis Filipatari, mkurugenzi wa shirika la Rural Development Organization RDO na mwanzilishi pia wa shirika hili la RDO. Sisi tunajikita na miradi mikuu mitatu: mradi wa usaidizi wa watoto yatima, mradi wa vyuo vya ufundi, lakini mradi wa maji. Na hii miradi ni sisters, ni miradi ambayo brother and sister inaongozana, ni kama utatu katika shirika. Tukiongelea swala la miradi hii, tumekwisha kuwafikia walengwa ndani ya maeneo yetu takribani wanufaika 45,700. Yani hawa ni wanufaika wanaotokana na matumizi ya miradi inayotekelezwa na RDO. Leo tunaongelea mradi wa maji. Katika fani hizi 17 tuna fani mojawapo inaitwa plumbing, ufundi mabomba. Na huu ufundi mabomba ulikuwepo kwenye vyuo vyetu, ikiwa ni sababu kubwa ya kuwafanya vijana wetu wajifunze elimu ya vitendo kwa kuwasogezea watu maji majumbani. Na hii ilikuwa ni changamoto kubwa sana ambayo ipo ndani ya maeneo yetu ya wilaya. Hili ndilo shirika la maendeleo vijijini RDO. Safari ni hatua, na hii ndio maana ya mchango wa RDO katika maendeleo ya jamii kupitia miradi ya maji, elimu ya ufundi stadi na msaada kwa watoto yatima. Mimi katika mradi huu nashukuru sana kwa sababu tumenufaika kuchota maji jirani kuliko zamani tulikuwa tunachota mabondeni. Sasa tunachota jirani. RDO ilianzishwa kwa lengo la kuwasaidia jamii za vijijini kujitegemea na kuboresha maisha yao. Kwa zaidi ya miongo miwili, shirika hili limekuwa likitekeleza miradi inayolenga kuboresha huduma muhimu kama vile maji, elimu na ustawi wa watoto. Leo, shughuli za RDO zimefikia maelfu ya watu katika vijiji vingi vya maeneo ya milimani ndani ya wilaya ya Mufindi mkoani Iringa. Moja ya miradi muhimu ya RDO ni programu ya msaada kwa watoto yatima nyumbani na wazee. Programu hii inalenga kuhakikisha watoto wanaopoteza wazazi au wale wanaoishi katika mazingira magumu wanapata msaada wa kijamii, kielimu na kiafya pamoja na huduma bora ya maji. Kwanza kisimani kwenyewe ni bondeni, tunapandisha milima. Alafu siku nyingine maji visimani yalikuwa yanakauka. Kwa kweli ulipiaji maji sio ghali. Kwa kweli ni pesa kidogo sana ukilinganisha na ile kazi tulikuwa tunafanya kwenda bondeni.
Utajiuliza swali, kwa sasa mradi huu wa maji unawafikia watu wangapi? Jina naitwa Juma Ekchopo Sanga, ni mratibu wa idara hii inayohusika na uundaji wa mashine za malipo ya kabla, au sisi tunapendelea kuziita TPM machine. Na mbele yangu hapa kama unaweza kuona tuna moja ya mashine yetu kwenye kijiji hichi cha Kidete. Tunafikiri tuna mashine zaidi ya 30 zinazofanya kazi kwenye kijiji hiki, na hii ikiwa mojawapo. Na ufanyaji wa kazi wa mashine, mtumiaji atahitajika kuwa na kadi ambayo ni smart card kama hii hapa. Tunaziita water card, ambapo kadi hii itahitajika kuwa imesajiliwa kulingana na taarifa za mtumiaji. Anatumia akiwa na watu wangapi, lakini vile vile yuko kwenye kundi lipi, kundi la watumiaji wa kawaida ama kundi la watumiaji wenye mahitaji maalum. Tunalo kundi la watumiaji wa kawaida, nikiwa na maana hawa wananunua maji kawaida, atanunua, atatumia. Lakini tunalo kundi la watumiaji wenye mahitaji maalum, ambao hawa wanapata access ya ndoo 2 kila siku. Kwa hiyo hii kadi itakapokuwa imeshasajiliwa, mtumiaji atakuja sehemu kama hii, kituo chake, anaweza kaona sasa taarifa mbalimbali kutoka kwenye hii display, ambapo ataona kama maji yapo, pia ataeleza mambo hapa, lakini ataona kwamba kwenye kadi yake ana kadi kiasi gani. Lakini kuna taarifa nyingine mbalimbali ambazo pia mtoa huduma anaweza akaziona hapa, kama betri imeisha, vitu vya namna hii. Kwa hiyo mtumiaji atahitajika kuja hapa, itategemeana na anataka kufanya kitu gani. Kama anataka kuangalia salio kwenye kadi yake, basi ataiweka tu hapa, then atabonyeza mara moja, na tunaweza kuona hapo ana ndoo 108. Yes, lakini kama atataka kuchota maji, atafika hapa, atahold kwa sekunde kadhaa. Kadi hizi ili watu waweze kuzitumia, isitokee shida mbalimbali, huwa tunakuwa tuna training kabla ya kuanza matumizi, kwamba tukishafunga mashine zetu kwenye kijiji fulani, basi tunakuwa na siku kadhaa za kuwapa training watumiaji kwamba kadi inatakiwa itumiwe kwa namna vipi. Kupitia mpango huu, wananchi wanaendelea kunufaika zaidi na huduma hii ya maji. Maji safi na salama ni hitaji muhimu kwa afya na maendeleo ya jamii. Katika vijiji vingi vya milimani, wananchi wanalazimika kutembea umbali mrefu kutafuta maji. Kupitia mradi wa maji safi, RDO imeweza kupeleka huduma ya maji safi katika vijiji 24. Miradi hii imepunguza muda ambao wanawake na watoto walikuwa wakitumia kutafuta maji na imeboresha afya ya jamii kwa ujumla. Naitwa Belta Kiwale, ni mtumiaji wa hii bomba. Nashukuru nimepewa ndoo za shilingi 5,000, ndoo 100. Mungu awabariki sana. Asante sana. Pia nashukuru bomba yetu haina changamoto nyingi. Tunapata maji kwa wakati na tunatumia maji inavyotakiwa. Kwa hivyo tunashukuru. Tunawashukuru pia kwa huduma zao. Ni huduma nzuri na tunazipenda sana. Maana pakiwa na changamoto za betri, tukitoa taarifa ni mapema wanakuja kutengeneza haraka. Au maji tukipata kama changamoto hayajatoka siku moja, siku 2, tukishawapa taarifa wanakuwa ni wepesi sana kuja kuleta maji. Ili kuwasaidia vijana kujitegemea, RDO imeanzisha kituo cha mafunzo ya ufundi stadi. Kituo hiki kinatoa mafunzo kwa vijana katika fani mbalimbali zinazowasaidia kupata ajira na kujiajiri. Mafunzo haya yamekuwa chachu ya maendeleo kwa vijana wengi wa vijijini. Kwa majina anaitwa Joseph Ofed Nyunza, nasomea chuo cha RDO WVTC katika fani ya uchomeleaji. Tangia nimefika hapa, nilikuja nikiwa sijui kitu chochote. Nimefika mahala sahihi na nimejifunza vitu vingi, ikiwemo hii preparation ya kutengeneza hizi mita za maji. Ukweli nimekuja nimejifunza, wakufunzi au wanaotufundisha kiukweli wana ujuzi wa hali ya juu na wana uzoefu na hizi kazi. Na mimi nimeweza kuchukua ujuzi, nimeweza kuupata
nasomea miaka mitatu sasa, nipo mwaka wa pili na nitaendelea kujifunza zaidi na zaidi na zaidi. Asante. Mafanikio makubwa ya kituo hiki ni kuwapa nafasi sawa wasichana na wavulana katika mafunzo ya ufundi. Kupitia kozi zinazotolewa katika chuo cha RDO, wanafunzi wameweza kujifunza kutengeneza na kusimamia miradi ya maji. Jomiskaus Fweda ni mwalimu wa uchomeleaji na fundi mkuu idara ya maji RDO. Kwa majina anaitwa Jomiskaus Fweda, ni mtaalamu wa utengenezaji wa prepayment machine. Prepayment machine ni mashine ya malipo ya kabla ambayo mtu anakuwa na kila kaya inakuwa na kadi ya kuswipe kwenye ile mashine. Na kabla ya hapo tulikuwa tunakusanya kwa kila kaya shilingi 3,300. Na tuligundua kuwa kuna changamoto ya ulipaji wa bili za maji kwenye tukiwa tunakusanya 3,300. Hapo ndipo tukaja na idea ya kutengeneza mashine ya malipo ya kabla. Na tumetengeneza hii mashine. Kwa sasa hakuna changamoto yoyote ya ulipiaji wa maji kwa sababu kila mmoja anatumia maji kulingana na uwezo wake. Manake kama kwa sasa ndoo ni shilingi 50, akiwa na shilingi 1,000 tayari ana ndoo 20. Kwa hiyo kwa sasa hamna changamoto yoyote ya ulipiaji wa maji. Napenda kuzungumzia katika fani yangu ya ufundi bomba ni matengenezo ya mita kabla. Ni kwamba yako vizuri kwa mtaani na hata vijijini, na sisi tunaosoma tunaona kwamba iko vizuri na tunahitaji kushawishi jamii kwa ujumla ije kujifunza zaidi ili waweze kupata ujuzi wa undani zaidi, nao pia waweze kutangaza huko mtaani kwamba chuo chetu kipo vizuri kwenye matengenezo ya mita. Cha kwanza ninachojivunia kwa hapa RDO, nimepata ujuzi mkubwa zaidi tofauti na kidini huko mtaani. Kwa hiyo RDO imetufunza mengi, imetupa ujuzi wa kufahamu mambo mbalimbali tofauti na fani tunayosoma. Nje ya fani tunayosoma kuna vitu vingine vya ziada tunajifunza. Juma Posanga ni mkuu wa idara ya maji RDO, anaeleza jinsi miradi maji inavyotekelezwa. Sasa sisi kama waundaji wa mashine hizi zipo gharama nyingi, kwamba inategemeana na walioweka oda ya mashine hizo wanahitaji wao wanatumia gharama za namna gani. Lakini kwa chombo cha hapa gharama wanayotumia kwa ndoo ni shilingi kuanzia 50 kwa watumiaji wa kawaida, lakini shilingi 40 kwa shule na mataasisi na watumiaji wa ndani. Kwa hiyo bei ndio zimekaa za namna hiyo, lakini tunayo access ya kwamba kama chombo kitabadilisha bei au gharama ya mauzo ya maji yake, basi mfumo unabadilishwa, then bei zinabadilika. Ufundishaji bora na ufanisi wa chuo cha RDO kumewezesha mabinti nao kuweza kujifunza kutengeneza mita za maji za malipo ya kabla, teknolojia inayosaidia usimamizi bora wa huduma ya maji katika jamii. Hatua hii imeonyesha kuwa wanawake wana uwezo mkubwa katika sekta ya kiufundi. Kwa majina naitwa Ana Kesi, mimi ni mkufunzi wa fani ya motor rewinding pamoja na umeme wa majumbani na viwandani. Kwenye kozi yetu ya usukaji wa mota tuna wanafunzi mota pamoja na umeme, tuna wanafunzi takriban 55 ambao wanajifunza hii kozi. Lakini pia kwa nini tunafanya ya usukaji wa mota ni kwa sababu kitu kimoja ambacho kipo katika shirika letu ni utoaji wa maji kwa huko vijijini. Kwa hiyo ikitokea itilafu yoyote ya starter ya mashine ya maji ama mota yenyewe ikipata itilafu yoyote, mota ikipata itilafu ikiungua tunaisuka, lakini starter yake ikipata itilafu pia tunaweza tukaitengeneza. Pia ikipata itilafu ya kuharibika kwa kawaida pia tunaweza. Bonita Juma, nimetokea mkoa wa Morogoro, wilaya ya Kilombero. Nimekuja hapa chuo cha RDO Mdabulo kusomea fani ya ufumaji mota. Najivunia kusomea fani hiyo kwa sababu nataka nitatue matatizo vijijini. Kwa majina naitwa Glory Method Makombe, nimetokea mkoa wa Iringa, wilaya ya Mafinga. Ninawashauri mabinti wengine ambao wanaamini kwamba hii kazi ya mota ni kwa ajili ya wanaume tu, hata wanawake pia sisi tunaweza. Miradi ya maji ya RDO imeundiwa jumuiya ya watumiaji maji ambazo zimekuwa zikisimamia mradi na kuendeleza kuwa endelevu zaidi. Elia Isa Kanyika ni mhasibu wa chombo cha WATA Mdaburo, anabainisha haya. Mimi kwa majina naitwa
Elia Isa Kanika, ni mhasibu wa chombo cha utoaji wa maji huduma kazi ya jamii WATA Mdabulo, ambacho kipo chini ya miradi ambayo imejengwa na mfadhili RDO Tanzania. RDO walikuwepo hapa toka RUWASA hajaanzishwa kabla ya mwaka 2019. Walianza miradi toka mwaka 2012, lakini jitihada zao zilikuwa zinaonekana na wananchi wakaanza kunufaika sana na miradi ya maji, na baadaye hapo ikaonekana kuna wananchi bado wanakuwa ni wasumbufu kwenye kulipa bili za maji, na baadhi ya watu wakawa wanatumia matumizi ya maji kwa matumizi ambao hajalengwa kwa ajili ya matumizi ya wanadamu. Wakaja na teknolojia hii mpya ya prepaid machine ambazo ni malipo ya kabla, ambao wananchi anakuwa anatumia maji, anakuwa ananunua tokeni yake ya maji, ananunua ndipo hawezi kutumia maji. Huu mfumo kusema kweli umesaidia sana. Awali hapo mwanzo wananchi walikuwa wanalipikiziwa bili za maji, washangaa kituo kimoja kinatoa maji lakini utakuta watu wanachota maji bure, hawalipii, hata kuja kuwadai bado madeni yanakuwa makubwa sana. Kwa hiyo kuja na mfumo wa teknolojia ya malipo ya kabla umesaidia sana hata namna ya ukusanyaji wa mapato. Ukilinganisha hapo mwanzo mapato yalikuwa kabla prepaid hazipo, na sasa hivi ina tofauti mkubwa sana, kwa sababu watu wananunua maji kabla hata hawajaweza kuyatumia maji, na inatusaidia sana sisi kama chombo kwenye ukusanyaji wa mapato. Hatuhangaiki sana kama vile zamani tunapata mtu mmoja nyumba kwa nyumba, lakini watu sasa hivi wanapita kwenye kituo cha mashine pale, anachota maji yake kwa kutumia kadi yake aliyonayo, na inaturahisishia sana sisi kwenye kukusanya mapato. Ili miradi hii ya maji iendelee kuwa endelevu, swala la utunzaji wa mazingira linahitajika zaidi, na ni jukumu la wananchi na serikali kuhakikisha mazingira yanatunzwa. Dr. Linda Salekwa ni mkuu wa wilaya ya Mufindi, anaeleza mikakati hiyo. Mikakati ni mingi ambayo tunafanya kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanatunza vyanzo vya maji. Kwanza kikubwa ambacho tunakifanya katika engo zote za mkoa wa Iringa ni kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwanza kwa wananchi, kwa sababu unajua mara nyingine wananchi wengine wanafanya hawajui athari ya vile vitu ambavyo wanavifanya. Kwa hiyo cha kwanza ambacho tumekuwa tukifanya ni kuelimisha wananchi kwenye kila kona kwamba wanatakiwa kutunza vyanzo vya maji na maathari ya kile kitu ambacho wanakifanya, athari za sasa hivi na za baadaye. Lakini jambo jingine tunafahamu mkoa wa Iringa umekuwa ukifanya vizuri sana katika swala la upandaji wa miti. Kupanda miti katika vyanzo vya maji, na kila tunapopokea mwenge wa uhuru, lakini kila tunapokuwa na ile malengo ya mwaka, ya upandaji miti, siku zote tumekuwa tukivuka lengo, kwa sababu tuna ile miti ambayo tunaitoa katika wananchi kwa ajili ya kupanda katika maeneo yao yanayozunguka familia zao, lakini tuna ile miti specific ambayo ni rafiki kwa vyanzo vya maji. Kwa hiyo elimu ile imetembea sasa kwa wananchi kule chini, ili wajue ni miti gani ambayo ni mizuri kupandwa katika vyanzo vya maji na wanaweza kuitoa wapi. Na tunashukuru wenzetu wa TFS wamekuwa wakitusaidia kupatikanaji wa hiyo miti ambayo ni rafiki na vyanzo vya maji. Kwa hiyo hilo nalo ni jambo ambalo tumekuwa tukilifanya kuhakikisha kwamba tunatunza vile vyanzo. Mpango wa maendeleo ya taifa, yani dira ya mwaka 2050, inaeleza wazi mkakati wake wa kusogeza huduma ya maji kwa wananchi, na serikali iliyopo madarakani chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imekuwa mstari wa mbele kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na ya uhakika. Chachu ya viongozi na watendaji wa wizara na taasisi zake kufanya kazi kwa bidii, uaminifu na weledi ili kutimiza ile kauli ya kumtua mama ndoo kichwani. Lakini nataka niseme kwa kweli, katika miaka miwili hii wanangu wa Wizara ya Maji mmenifanyia kazi nzuri sana. Lazima tuendelee kujipambanua na kuwa ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kulinda mazingira na vile vile kuweka mikakati ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi nchini mwetu. Hili nalo limezingatiwa kikamilifu katika dira 2050. Kwa sasa kupitia miradi ya maji ya RDO, wananchi zaidi ya 35,000 wamenufaika, ukiacha idadi kubwa ya wanufaika na kwenye taasisi za elimu kama sekondari, shule za msingi na chuo cha RDO. Nikushukuru kwa kufuatilia makala haya. Mtayarishaji ni Francis Godwin na hii ni Matukio Daima TV. Asante na endelea kuwa nasi.
Je, unahitaji kupata ujuzi utakaosaidia maisha yako? Karibu katika vyuo vya RDO Mdaburo, RDO Kilolo, RDO Ibwanzi na RDO Mafinga. Hivi ni vyuo bora vyenye uzoefu katika utoaji wa fani za umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uwashi au ujenzi, afya na uzalishaji wa mifugo, ubunifu wa mitindo na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi yani leather goods, nishati jadidifu yani renewable energy, teknolojia ya habari na mawasiliano ICT, ufugaji nyuki, usukaji mota, udereva wa awali na matumizi ya kompyuta. Tunafundisha bure stadi za maisha na ujasiriamali kwa vitendo. Pia tunajali na kufundisha michezo na burudani kwa wanafunzi wote. Kwa wanafunzi wa mafunzo ya muda mrefu watapata nafasi ya kusoma bure masomo ya kompyuta na lugha za kimataifa. Vyuo vyetu vimesajiliwa kikamilifu na NACTIVATE. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kwa awamu 4. Unaweza kujisajili na kupakua fomu katika tovuti ya shirika yani www.rdo.or.tz. Tunawakaribisha wote waliomaliza darasa la 7, kidato cha 4 na kuendelea kutumia fursa hii bila kujali ufaulu wao. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kumbuka, ufundi ni taaluma inayoishi. Kwa maelekezo zaidi, wasiliana nasi kwa namba za simu 0745921971 au 0745921575. Tunawakaribisha wote katika vyuo bora vya mafunzo ya ufundi stadi nchini Tanzania.